Hi guys, welcome back with another episode of me. Many people have been asking, Oprah, umekaa Lebanon how long? Umefanya kazi kwa nyumba ngapi? I'm here to answer all that. Mimi nilitoka Kenya date 11 November 2023. Na venye nilifika huku Lebanon nilifika date 12 around 6:55 p.m. date 12 November. So until now nimekaa Lebanon 2 years, maybe 8 months. And out of those 2 years, 8 months, nimefanya kazi kwa nyumba mbili. Okay. Nyumba ya kwanza nilienda ilikuwa na watu watano, baba, mama na watoto watatu. Wote watoto watatu walikuwa wasichana. Wawili walikuwa mapacha, by that time walikuwa 12 na huyu mdogo alikuwa 8. Nyumba ilikuwa mzuri, kulikuwa tu na ilikuwa tu poa, siwezi nika complain na siku change nyumba kwa kupenda kwangu, ni situation ilibidi ni change nyumba. Okay. So ilikuwa hivi. Ile vita kwenye wanakumbuka Lebanon 2024 kulikuwa na vita mbaya sana. So meaning the first family nilikaa nao 9 months. Vita ikakuja, vita zilikuwa mbaya sana na sasa wao waliogopa, wakatoroka. Ndasema the word wakatoroka? Walitoroka. Si walitoroka? Walitoroka. Walitoroka wakaenda France. So wenye walikuwa enda France, walinipea options. Pamela, unataka kurudi ofisi, unataka kurudi nyumbani, ama nikutafutie nyumba. Mimi sikuwa nataka kurudi ofisi, juu hiyo time watu walikuwa wanakaa ofisi sana bila kazi. Juu unaona watu wengi walikuwa wanatoroka juu ya vita. So wasichana walikuwa wanarudishwa ofisi. So sikuwa nataka kurudi ofisi juu ya hiyo. Juu unajua bado uko na bills to pay, uko na school fees, uko na maybe na upkeep, wewe mwenyewe unataka savings. So niliona instead of ya kwenda kukaa ofisi, isibira niseme nitafutie mtu mwingine. At the same time sikuwa nataka kwenda home. Juu by that time sikuwa na anything. Sikuwa na savings. I swear sikuwa na hata bob. Hata 20 bob ninasema niko na 20 bob nitanitoa JKIA. JKIA. Tuko huko mali nilikuwa naishi by then. So nikapiga tu mahesabu zangu nikaona sitaweza. Acha nitafutiwe nyumba ingine. Nyumba ingine kama nilikuwa natafutiwa, nilikuwa naenda kutoka hapo na mimi niende tu nyumba direct, of which days zangu bado zilikuwa zinaenda kuhesabika, bado nilikuwa naenda kulipwa the same date yenye nilikujanga huku Lebanon. So ndo ikafika siku walikuwa walienda wakaniacha kwa nyumba, nikawatengeneza everything, nika clean everything, ndo nikaletwa mali niko. Na mali niko ni kwa dada yake mwenye namfuata, kwa Waiguru wangu, dada ya Waiguru mwenye namfuata, my first Waiguru ndo alinichukuanga. So hiyo siku niliacha kwa hiyo nyumba, nikatengeneza everything, kila kitu. And not forgetting, venye walikuwa wanaenda walinipatia tip. Jamani, nilipewa tip. So hiyo tip ndo nahesabu pesa nilikuanga nimesave. Juu siku itumanga home, nilikanga nao nikasema hebu acha nikae na hii pesa juu nyumba yenye naenda sijui ya watu. In case kiumane naweza toroka, naweza pata hata pesa ya taxi. Sasa hiyo ndo nasema pesa ndo nilisavingi. Na sasa nilikusave ati juu sikuwa na majukumu. Ni venye nilijinyima juu hii pesa ilikuwa tip. Haikuwa part of the salary. Mnaona? So mimi nikakuja kwa the second house. Sasa niko kwa the second house ikifika date 17 August. 17 ama 16. I think it's around date 16 August. Na hii nyumba nilikujanga on a Sunday. Ilikuwa date 16 or 17 August 2024. So meaning ikifika August ndio nitakuwa nimemaliza nao miaka 2. Na not forgetting, venye nitoka kwa ile nyumba ya kwanza, mimi niliwaambia mimi sitaanza contract. Nitaendeleza contract. Juu mimi siko na plan ya kukaa more than 2 years in Lebanon, but situations, things happened, ndo maana bado niko hapa. So mimi niliwaambia kama naenda to the next house, I'm not gonna start my contract, is either niendeleze. Wakasema ni sawa, hawana shida juu alikuwa ananipenda kwa dada yake. So mimi nilikuja kwa hii nyumba niliendeleza. Kwa hii nyumba sasa, hii nyumba ya pili ndio hii naelekea kumaliza 2 years now. So nikiongeza zote niko na 2 years, around 8 months. Ikifika November date 12 niko 3 years huku Lebanon. So hii nyumba yenye niko ndio hii niko mpaka saa hii. Siwezi complain ati ni mbaya, but we all know kila nyumba iko na changamoto yake. Ile nyumba ya kwanza
I swear that house was the best. Sikuwa nashinda na mtu kwa nyumba. Huyo mama alikuwa anaamka anaenda kazi, alikuwa na job yake. Alikuwa anatoka kwa nyumba saa 2. Watoto wanatoka saa 1:30 wakienda shule, yeye anatoka saa 2. So hiyo saa 2 anarudi saa 9:30. Kuanzia saa 2 tu saa 9:30 nilikuwa kwa nyumba peke yangu. Waititu hakuwa anaishi kwa hiyo nyumba mjue. Waititu hakuwa anaishi kwa hiyo nyumba. So Waititu alikuwa anafanya kazi Saudi. Saudi alikuwa anaenda anakaa 2 weeks, anarudi huko anakaa maybe 5 days, ikienda sana 1 week. Hakuna siku aliwahi pitisha 1 week. Tena anaenda hivyo. So most of the time hakuanga kwa nyumba. So hata kama alikuanga lecturer sijui wa university gani huku. So hata kama alikuwa anatoka na watoto 7:30. So bado vitu tu zilikuwa tu kama kawaida, kwa anashinda kwa nyumba akiwa huku. Hiyo time nilikuwa napata most of the time, but by that time nilikuanga introvert. Mimi sikuwa mtu wa simu, mtu wa TikTok, mtu wa nini. Nilikuanga tu napenda kuwatch movie zangu pekee. Hata sikuanga na app ya TikTok by the way. Nilikuanga tu na simu tu ndio ilikuanga friend yangu, na ni movie box. Hiyo tu ndio kazi nilikuanga nafanya. Nimalize kazi niingie kuwatch movie. Nilikuanga introvert. Mimi sijui hii extrovert imetoka wapi. So hii nyumba yenye niko saa hii ndio inaelekea miaka 2. But ni mbaya. My friends, ni mbaya. Hey! Mimi hii nyumba nilikuja kama kadama. Acha niwaambie. Vindu vichenjanga. Saa hii mimi ni plumber. Mimi ni kawasha. Mimi ni mtu wa kukaa na watoto. Sitaki kusema hizo majina sana na English juu labda wanaweza pata na video. Huwezi jua nani atakutana na video yako. But in short, nyumba si rahisi. But what keeps me going ni mali nimetoka na nini linileta huku. Hiyo tu ndo what keeps me going. Na mimi safari yangu kukuja huku Lebanon, nilikuanga na 3 countries yenye nilifaa kuchagua. Nilikuanga na Oman, nikakuwa na Saudi, na nikakuwa na Lebanon. Sasa mimi mind yangu sana nilikuwa nataka Oman. Sasa Saudi sikuwa nataka sana, but nilikuanga nimeshapata sponsor. So walikuwa nataka kwanza kuprocess visa yangu. Mimi nikaenda missing. Juu mimi deep down naogopa kuenda Saudi. Nilikuwa naogopa kuenda Saudi. Mimi nikaamua acha niende Lebanon na Oman. Sasa Oman process ilikuwa inatake sana. Ndio nikamwambia huyo agent wangu anitafutia nini ya Lebanon. Na mimi kukuja Lebanon, mimi nilikuwa naona rate by that time when wanajua 2023 rate ilikuwa juu. Like ungetuma $200 of which ilikuwa inakatwa inabaki $195. Ikifika home ulikuwa unafika na ilikuwa inafika 31, I think 31 na mamia. So na rate ilikuwa poa. So mimi nilikuwa in mind nilikuwa nasema rate itabaki hivyo for a while. So meaning nitakuwa napata $30. Najiambia hii $30 si pesa kidogo, ndio maana nikachaguanga huko Lebanon. And here we are. Nilishamaliza contract na nikaongeza another 1 year, and maybe, just maybe, naweza tena bado ongeza ama niende nirudi, just maybe. Bado siko sure. Juu unaona wenye wana home end of this year ama early next year, wako na stress juu ya election, juu wenye election itaenda. Watu wako na ile fear yenye labda wanaweza enda ufungue biashara na iharibike during the election period, unaona. So I'm among those people. So bado sijui. Acha tutaongea mengi in my next video. Hii ni bado tu, but bado ni tu just an intro kunihusu and for how long I've been in Lebanon, how many houses have changed. Niko tu kwa nyumba nitasema tu niko kwa nyumba 2 ya huyo madam wangu mwenye alienda Ufaransa, na sasa hii. Na hii ndo naona namalizia contract, na hata kama ni kwenda ni kurudi, bado nitarudi kwa hii. Tupatane in my next video. Sasa maybe from there, kama kuna some part of me yenye nimeacha nitawaambia. Kama kuna part of me yenye nimeacha, so maybe nitaanza tu another thing, and maybe just being me, unfiltered life of a Kadama. And that's me. That Kadama, it's me. I'm not talking about anyone else because I don't know their story. I just know mine because it's me. Toodles! See you in the next video. Don't forget to share, like, and subscribe. Na walomboto. Clock it!